Na hali gani ndugu msikilizaji wa Simulizi TZ, karibu tena muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi yako nzuri na ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina la Maiti ya Mama Isizikwe. Mimi niliye kusimulia simulizi hii langu jina ni Mr. A Romantic, bila kumsahau Bwana Sam Dafu aliyeiandika simulizi hii ama riwaya hii ya kusisimua. Tusonge pamoja katika mwendelezo wa sehemu hii ya pili, na hapa ndipo tulipoishia. Upande wa makaburini ilikuwa tayari wameutoa mwili katika jeneza kwa ajili ya kwenda kuingiza katika kaburi, na hapo ndipo tulipoishia. Sasa tusonge katika mwendelezo wa sehemu hii ya pili. Basi taratibu mwili wa Mama Bakari ulianza kushushwa ndani ya kaburi baada ya taratibu zote za kidini katika mazishi kukamilika. Lakini ghafla sauti nzito ilisikika kutoka nyuma, hatua kadhaa kutoka upande ambao mkusanyiko wa watu ulikuwepo. "Hapana, mama yangu asizikwe!" Ilikuwa ni sauti ya Bakari ambaye alikuwa ameongozana sambamba na baba yake. Watu wote waligeuka nyuma, walipigwa na mshangao usio wa kawaida kuwaona wanafamilia wawili wakiwa wameongozana, kitu ambacho hawakutarajia. Ilikuwa ni kama miujiza, tena miujiza hivi, maana waliamini kwamba Bakari na baba yake wasingekuwa mahali pale kwa wakati ule. "Nimesema maiti ya mama isizikwe, itoeni humo," Bakari alisema huku akizidi kusogea kwa ukaribu kabisa. Sheikh Masudi aliuangalia mwili, kisha akawaangalia watu wengine ambao alikuwa nao ndani ya kaburi. Hakuwa na jinsi, alisema, "Utoeni." Mwili wa Mama Bakari ukiwa ndani ya sanda ulikuwa tayari ushalazwa, uliinuliwa na kutolewa ndani ya lile kaburi. "Vipi Bakari, kuna nini?" "Mama anahitaji kupumzika," Mzee Sangu aliuliza. "Mama yangu hajafa, yupo hai, na huyo ambaye mnataka kumzika sio mama yangu. Kwa hiyo maiti ya mama isizikwe," Bakari alisema kwa msisitizo. Kisha baba yake akadakia, "Mama Bakari hajafariki, yupo, tena yu hai kabisa, ila kafichwa katika shamba la Sheikh Masudi." "Sheikh Masudi?" Watu wote walishangaa, hadi Sheikh Masudi mwenyewe alishikwa na mshangao ule. Hakika Sheikh Masudi naye alistuka. Ilikuwa ni taarifa ngeni katika masikio yake. Hakutarajia kama angeweza kuambiwa jambo lile wakati ule. Macho yalimtoka kama mjusi aliyebanwa na mlango, lakini kwa kuwa kila mtu alikuwa akimtizama yeye, hakutarajia kama angeambiwa jambo lile. Wakati huo macho yalimtoka, lakini kwa kuwa kila mtu alikuwa akimtazama yeye, aliamua kutazama chini. Alikosa ujasiri wa kutazamana uso kwa uso na wanakijiji. Mbona Sheikh Masudi alijaribu kusema, lakini sauti iligoma kutoka kabisa. "Ni mke wa Sheikh Masudi ndiye anahusika na haya yote. Majuzi Mama Bakari alivyoenda kulima kule shambani, alimpa unga ambao ndani yake alitia na uchawi. Mama Bakari alivyorudi nyumbani, alivyoupika ule unga, ndipo haya yote yakatokea. Lakini hajafa, yupo katika nyumba ya Sheikh Masudi." Jamani, subhanallah, Mzee Sangu alisema huku mikono yake ikiwa mdomoni, akistaajabu maelezo ambayo aliyasikia kutoka katika kinywa cha baba Bakari. Wakiwa wamesalia pale makaburini, mara ghafla upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo ambao ulikuja na vumbi zito ambalo liliwafanya wafumbe hata macho yao. Lakini hata hivyo baba Bakari alikuwa tayari kashajua kila kitu ambacho kinaendelea mahali pale. Hivyo aliweka koba lake chini, kisha akaanza kutoa zana zake matunguli
mapembe pamoja na chupa kadhaa. Upepo ule mkali ulidumu kwa takribani dakika 5, lakini ulipokata tu, simba dume mkubwa alitokea. Alitokea upande wa pili, nyumbani kwa Sheikh Masudi. Bibi Chaupole ambaye alikuwa ni mke wa Sheikh Masudi alikuwa akishuhudia kila kitu kinachoendelea kule makaburini kupitia kinu chake kifupi cheusi ambacho alikizungushia shanga nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kinu hicho alikitumia kama runinga, yaani kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kule makaburini yeye alikuwa anakiona ndani ya kinu hicho. Huyu mshenzi anajifanya mtaalamu, anajifanya anajua kila kitu. Sasa asubiri, nitamuonesha, alisema. Kisha taratibu aliinuka na kuanza kupiga hatua kuelekea katika chumba kimoja kati ya vyumba 4 ambavyo vilikuwa vinapatikana ndani ya nyumba yake. Baada ya kuingia ndani ya chumba kile, aliuchukua usinga wake ambao ulikuwa umetandazwa ukutani, kisha akaanza kuusinga singa huku akiimba nyimbo. Alifanya hivyo kwa dakika 2, na alipojiridhisha aliacha kusinga singa, kisha akasogea taratibu mpaka katika uvungu wa kitanda. Magoti yake aliyakita chini, kisha mgongo na uso wake vikafuatia mithili ya mtu anayechungulia kitu uvunguni. Hapo sasa alianza upya kusinga na kuimba nyimbo zake za kichawi. Kadri alivyozidi kusinga, ndivyo kadri sauti ya mburuzo wa kitu kutoka mule uvunguni ilikuwa ikisikika. Kulikuwa kama kuna kitu kinatoka mule uvunguni, na kulikuwa na ishara zote kwamba kitu hicho kilikuwa kinatoka kwa kufuata amri ya Bi Chaupole, kwani kadri ambavyo alizidi kuimba, mburuzo ulizidi kusikika kwa karibu, mpaka pale alipoacha kuimba na kusinga. Hapo sasa kitu ambacho kilikuwa kikisababisha mburuzo kule chini kilitokeza kabisa. Aliweka tabasamu zito. Alikuwa ni Mama Bakari, lakini akiwa hana fahamu, japokuwa alikuwa bado anahema, anaona, lakini alikuwa ni kama mtu ambaye ana usingizi mzito, lakini anataka kulizimisha kuendelea kukaa au kutembea. Kaa hapa, Bibi Chaupole alitoa amri, huku akimpiga Mama Bakari na usinga wake. Mama Bakari hakuwa na uzito wa kubisha wala kupinga. Kila alichoambiwa hakika alifanya. Wanataka wakurudishe eti? Najua hawataweza. Wewe tayari ushakuwa mtumwa wangu, utanifanyia kazi zote. Sasa ngoja niwaoneshe, Bi Chaupole alisema. Kisha haraka aliinuka na kupiga hatua mpaka karibu na koba kubwa. Aliingiza mikono yake mule, na alipoitoa alitoka akiwa na matunguli 2 pamoja na pembe moja ya tembo. Kisha haraka akaelekea nje kabisa ya nyumba yake, tayari kuanza mapambano na Baba Bakari, ambaye kwa kiasi fulani alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa akiutishia ufalme wake. Akiwa na matunguli 2 ambayo yalikuwa yana mfano wa karibu na bumunya pamoja na pembe kubwa la tembo, alisimama katikati ya uwanja wake, kisha akalikamata lile pembe la tembo na kuanza kulipuliza kwa nguvu zake zote. Alilipuliza kwa zaidi ya sekunde 30, na alipolitoa mdomoni, nyuki wasiopungua 500 kutoka upande wa kaskazini na magharibi walifika na kuzingira eneo zima la uwanja wake. Nendeni makaburini. Kauli yake iligeuza nyuki ambao walianza kuongoza upande ambao ulikuwa na makaburi. Jua lilikuwa tayari limeanza kuzama pale kijijini, huku bado watu wakiwa makaburini wasijue wanaenda wapi, sababu kila walivyojaribu kunyanyua miguu yao ilikuwa mizito. Walibaki kumwangalia simba ambaye alikuwa mbele yao. Ghafla simba aliongea. Kwa nini hamuamini kama nimekufa? Sauti yake
ilimshangaza kila mmoja mahali pale, isipokuwa Baba Bakari ambaye alitambua wazi kuwa yule hakuwa simba wa kawaida, bali alitumwa. Sikia, hakuna wakumtisha wewe. Nakwambiaje, kama umetumwa, basi tambua kuwa umefika sehemu ambayo si sahihi. Najua Halima alipo, hivyo ukiendelea kutisha utakiona, alisema Baba Bakari kwa ujasiri mkubwa. Unajua alipo? Basi wacha wanakijiji wazike, kisha ukamtoe, si unajua? Yule simba aliongea huku akibadilika, na sasa alikuwa ni nguva. Wanakijiji wote walijikuta wanatokwa na haja ndogo. Hata Sheikh Masudi ambaye alikuwa anasoma baadhi ya aya kutoka kwenye Qur'ani ambayo amehifadhi kichwani mwake ilibidi aache. Aliungana na wanakijiji wengine katika uoga. Ya Allah, ya Karim, ya Razaki, mkosi gani umetuletea hapa? Allah, ya Rabbi, kama wewe ndiyo mtendaji, naomba na hili utende, hii maiti tuzike kwa amani. Alizungumza kwa sauti, lakini wananchi hawakuitikia dua yake. Mshenzi, unajifanya kuomba, kumbe mnafiki kabisa. Si umeshirikiana na mkeo kumuua Halima? Nyie hawa Waislamu nao nisiseme sana nisije kukufuru bure, ila wanafuga majini kama nini. Hata sio Waislamu, ni mambo yao tu, hakuwa wanafiki. Kwa hiyo hapo ukitoka msikitini unasema kwamba Mungu yupo, kumbe mshirikina. Wanakijiji walianza kumshambulia Sheikh Masudi ambaye aliamua kukaa kimya ili kuwasikiliza wananchi wanasemaje. Allah tabaraka wa taala, naomba uwasamehe hawa, alisema moyoni. Nimesema nizikeni. Yule nguva ambaye alikuwa kwenye eneo ambalo lilikuwa na shimo la kaburi alisema, usinichekeshe basi. Baba Bakari alizungumza kwa kujiamini, kisha aliendelea, tunakuzika vipi wakati hapo ulipo pana maji? Embu kausha maji kisha tuje kukuzika. Baada ya kusema kauli ile, maji haraka yalikauka na kufanya kaburi lionekane kama mwanzo. Hata mwili wa Halima ulikuwa katika mwana ndani. Jamani, mie sikai hapa. Ina maana maji yamekauka? Yehova, shetani ana nguvu kwako Yehova. Ewe Mungu, ondoa hii nuksi katika ardhi yako kama alivyoondoka nuksi zote katika nchi ya Israeli, aliomba mtumishi mmoja ambaye alionekana kuwa ni Msabato. Wakati hao yote yanaendelea, nyuki walikuwa wamefika kwenye mti ambao ulikuwa na kaburi, kisha waliweka kituo kwa muda, huku wakiangalia wanakijiji ambao walikuwa mahali pale. Macho ya Bakari yalipoangalia juu, yaliona nyuki wakiwa kwenye mti. Jamani, nyuki! Kauli yake ilifanya mahali pale kila mmoja apagawe, asijue anataka kukimbia wapi. Hatimaye mzinga wa nyuki uliteremka na kuanza kusambaa sehemu yote ya kaburi. Hakuna ambaye alikuwa hajang'atwa. Hata Baba Bakari naye alipewa manundu yake. Mwisho aliona ni bora akimbie. Sasa maiti ilibaki yenyewe katika kaburi. Nyuki walizingira huku wakilia kwa sauti ya mwisho. Waliibeba maiti na kupaa nayo angani. Lilikuwa ni tukio la kushangaza mno, hasa pale ambapo nyuki walikuwa hawana uwezo wa kubeba kitu, lakini walibeba maiti. Watu ambao walikuwa wamejificha walishangaa ilikuwaje. Bakari na baba yake walikimbia hadi nyumbani kwao. Walipoingia ndani, baba yake alionekana kuangalia kila sehemu. Baba, aliita Bakari, ila baba yake hakuitikia. Baba, aliita tena. Hebu nyamaza kwanza, alisema Baba Bakari ambaye alionekana kukodolea macho kwenye pembe ya nyumba. Kisha alimrudishia macho Bakari na kusema, nenda nyumbani kwangu. Shika hii lizi, ndiyo msaada wako. Wamemchukua Halima, wapo naye makaburi ya shambani kwao, wanataka kumzika.
na zikipita siku 3 basi tumemkosa, alisema huku akimpa irizi Bakari. Kwa hiyo baba, niende shambani kwako? Ndiyo, tena fanya haraka, hadi saa 5 uwe hapa. Chukua kila kitu. Sawa, alisema. Kisha Bakari aliondoka mahali pale. Bi Chaupole alipata taarifa ya Bakari kuondoka naye. Aliwaaga wenzake bila hata kusema anaenda wapi. Alianza kutembea taratibu, mwisho alipaa. Bakari alikuwa anatembea kwa nusu kutembea, nusu kukimbia. Kamwe hakuweza kugeuka nyuma sababu moyo wake ulijigawa na hofu. Aliendelea kupiga hatua huku akipandisha na kuteremka vilima vidogo ambavyo vilikuwepo kwenye njia ambayo alikuwa anapita. Bado kiza kilikuwa kimetanda. Mbaramwezi haikuwa inaangaza kama ilivyokuwa hapo awali. Naye hakuweka uoga wa kisa, badala yake alizidi kwenda mbele. Macho yake yaliona msitu mkubwa ambao alipaswa kukatiza ili aweze kufika kwenye huo msitu. Alisimama na kuomba huku akiwa amefumba macho, kunyoosha mikono yake juu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, tabaraki dua yangu. Mimi ni kiumbe dhaifu mbele yako, sina ujanja wala siwezi kukimbia na kukwepa vikwazo ambavyo umeniwekea. Ya Allah, na kuomba unisaidie niweze kuvuka na hapa ili niingie katika kijiji cha baba yangu. Amin. Alimaliza kuomba dua, aliweka mikono usoni. Mdogo mdogo woga sasa ulianza kuingia katika mwili wa Bakari. Ulijongea ukajibanza katika miguu yake ambayo ilikuwa inapokea damu itokayo kwenye moyo na kusababisha aweze kutembea. Alijikuta anatembea kwa haraka mno kuliko hata mwanzo. Bakari! 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 Alianza kusikia sauti ya mama yake ikiwa inajirudia rudia kutoka msituni. Mama yako, niko hapa mwanangu, njoo nisaidie, njoo nisaidie. Sauti hizi zilikuwa zinasikika, yani sehemu mbili, kutoka upande wake wa kushoto na nyingine ilikuwa inatoka upande wake wa kulia. Mama upo wapi mama? Bakari alisema kwa sauti. Nipo huku, wewe njoo, fuatisha hiyo njia, njoo mwanangu. Sauti hizi ziliendelea kusikika kutoka upande wa kushoto na nyingine ya kulia. Sasa mama, upo wapi? Unaniacha, unanichanganya ujue, aliuliza Bakari. Kisha sauti ya upande wa kulia ilijibu, nipo huku mwanangu, si unaniona? Baada ya sauti kukaa kimya, kulionekana mwanga upande wa kulia na sura ya mamake ilionekana. Mama yake alionekana amekaa kwenye kiti huku akisuka ukili wake ambao alipenda kusuka kila siku jioni. Njoo mwanangu, mama yake alisema. Nije hapo mama? aliuliza Bakari. Ndiyo, njoo mwanangu kipenzi, hata usiogope, alisema mama yake. Kisha aliweka ukili pembeni. Bakari alianza kujongea kuelekea mahala ambapo mama yake amekaa, kwani aliamini kuwa yule ndiyo mama yake. Ila ghafla upande wa kulia nao ulitoa sauti. Bakari, huyo sio mama yako ni mimi. Sauti hii ilikuwa inatoka kwenye nyumba ndogo ambayo ilifanana na nyumba ya kina Bakari. Mandhari ya nyumba ile ilimwaminisha na kumdhirishia Bakari kuwa ule upande ulikuwa ndiyo sahihi na siyo upande ambao uliokuwa akitaka kwenda hapo awali. Alianza kugeuka na kufuata upande wa kulia. Kila alivyozidi kukanyaga ardhi ndivyo ambavyo alizidi kwenda chini, yaani ilikuwa kama mtu ambaye alikuwa anateremka mlima. Ile nyumba nayo ilizidi kurudi nyuma, lakini Bakari hakulitambua hilo, sababu umbali wa sehemu aliyokuwa amesimama na nyumba ilipo ulikuwa upo sawa, yani hakuna ambacho kilikuwa kinabadilika. Wachawi wengine walikuwa wamekaa huku wakimsubiri mwenzao ambaye alisema kuwa anarudi, ingawa hakuwaambia anaenda wapi. Ghafla alionekana akiwa ameshika kamba.
naona umerudi Chaupole, alisema mmoja. Ndiyo, nimerudi na nimefanikisha mpango. Hii ni kamba, ina nywele za yule mtoto, naomba ikachimbiwe njia panda. Tayari nimeshampa wazimu, hawezi kutoka mahala pale, alisema Bi Chaupole huku akimpa mwenzie ile kamba. Mwenzie alisema, kisha wenzao wengine walipiga vigeregere. Jamani, huyu tunatakiwa kumzika katikati ya mlango wa nyumba yake. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanikiwa, sawa? Alisema mzee mmoja ambaye alikuwa huchi, huku akiruka maiti ya Mama Bakari ambayo ilikuwa chini. Hakika, na kama tukishindwa kufanya hivyo, basi kila mmoja ahakikishe kuwa anabeba kiungo chake, anaenda kukifukia kwenye mlango wake, sawa? Yule mwanamke mwingine alisema huku akitoa kitu kama tambala katika mdomo wa Mama Bakari. Tungeumbuka leo, ya Rabi, Bi Chaupole alisema. Unaumbukaje? Hakuna ambaye anaamini katika hili. Sasa tusipoteze muda, inatupasa tuanze utaratibu wa kugawana huu mwili. Nani atachukua kiwiliwili? Yule mzee aliuliza. Wote walibaki kuangaliana, kisha Chaupole alisema, jamani, kumbukeni tumebakiza siku 2 ili tuweze kumfanya huyu mtu msukule, hivyo hata tusihangaishane katika hili. Mimi nikipata tumepata wote. Baada ya kusema maneno hayo, kila mmoja alianza kuchomoa kiungo chake katika mwili wa Mama Bakari. Baba Bakari alihisi huenda mwanae amepatwa na tatizo. Haraka alitoa ilizi yake ambayo ilikuwa shingoni. Ilizi ilikuwa kama kioo hivi, ilionyesha mazingira ambayo mtoto wake anapitia kwa wakati ule. Shenzi, wamemteka akili, ngoja niende mwenyewe sasa, alisema. Lakini ghafla alizingirwa na nyuki ambao hakujua walitokea maeneo gani. Nyuki walikuwa wengi kiasi kwamba hawakusikia hata pale ambapo Baba Bakari alijaribu kutoa dawa ili aweze kuwafukuza. Walimng'ata na kumwacha na manundu. Mwisho alipiga kelele, jamani, msaada, msaada! Alikuwa anaita kwa nguvu, lakini sauti haikuweza kufika popote. Iliishia katika masikio yake. Bado nyuki waliendelea kumshambulia mmoja baada ya mwingine. Kila dakika walikuwa wanaongezeka hadi alipoamua kuingia ndani, labda angepata kauhifadhi. Lakini wapi, ndio kwanza ndani kulitokea wadudu ambao walifanana na siafu, lakini walikuwa weusi. Wadudu hawa walitembea kimstari ambao umenyooka. Hakuna ambaye alitoka nje ya mstari ambao viongozi walioko mbele walipiga. Wakitoa sauti ndogo, walisogelea hadi sehemu ambayo Baba Bakari alikuwa amejificha, kisha walianza kumwingia sehemu za siri. Mzee wa watu alikosa nguvu, kwani wadudu hawakuchagua pa kung'ata. Waliingia kila penye tundu na kung'ata. Baba Bakari alibaki kulia kilio cha mtoto mdogo. Alitamani ardhi ipasuke ili aweze kuingia ndani. Najua nakufa, mnaniua sababu mmeona mimi ni tishio kwenu, ila narudi tena kusema hili, mtakuja kujuta na mtakufa kifo kibaya. Tena mtakufa kifo kibaya kabisa ambacho hamjawahi kukiona katika maisha yenu, hasa wewe Chaupole, alisema Baba Bakari huku machozi yakimtoka kama maji. Baada ya kusema hayo maneno, wale wadudu wote walitoka katika mwili wake kwa haraka mno, kisha walijipanga kwenye mstari kurudi sehemu ambayo walikuwa wametoka. Ila mbele yao zilisimama sura 3, 2 zikiwa za wanawake na 1 ya mwanaume. Nao hawakuwa wengine, ni Bi Chaupole, Mzee Mashilingi pamoja na Sijari. Hii ilikuwa ni timu mahususi ya kuhakikisha kuwa wanamaliza matatizo yote ambayo yalianza kutokea mahala pale. Kwa sauti ya upole, Bi Chaupole alisema, Nasibu, tulishakuonya. Tulikuonya kabisa kuja hapa. Umerudi tena. Najua ulifuata umauti. Hakuna kingine ambacho ulikuwa umefuata. Sina jinsi, kwa heri, alisema huku akimwangalia Baba Bakari ambaye alimuita kwa jina lake halisi.
We sio Mungu kusema kwamba utakufa. Haki billahi, utakufa kifo kibaya sana, alisema baba Bakari, ila kwa shida sana. Nisikilize Nasibu, sijawahi tishiwa hata siku moja katika maisha yangu. Nadhani inatosha, tumezungumza sana. Hebu nyie, alisema Bi Chaupole huku akiwageukia wale wadudu na kuendelea. Mpelekeni huyu mtu kwenye kaburi la mke wake na mumfukie. Mara tu alipotoa amri kwa wale wadudu, hawakuweza kupinga. Walianza kumng'ata baba Bakari, kisha hadi alipofariki na kuanza kumburuza kumpeleka makaburini tayari kuzika. Basi upande wa pili, Bakari akiwa hajui hili wala lile, anaelekea wapi? Alizidi kufuata ile nyumba. Kumbe sehemu ya nyuma ilikuwa inajaa maji. Hatimaye alipogeuka hakuamini. Haya maji yametokea wapi? Moyo wake ulienda mbio. Alipotaka kugeuka tena ili aweze kukimbia, alikutana na msitu mkubwa mbele yake. Hata nyumba ambayo alikuwa anaifuata haikuwepo tena. Mama, nakufa! Alijikuta anapiga kelele huku akihema kwa juujuu. Macho yake yalishindwa kupeleka taarifa kwenye ubongo ili maamuzi gani yatolewe. Kwa wakati ule alijikuta anaanguka chini na kuzimia papo hapo. Ghafla wadudu aina ya nge walikuwa wengi, tena ukubwa wao haukuwa wa kawaida. Walisogelea hadi alipo na kuanza kumbuluta. Haikujulikana ni wapi walikuwa wanampeleka. Kijiji kilikuwa kimetulia, huku kiza kikifukuza kelele zote ambazo zilikuwa zinasikika katika kijiji kile. Ndege walikuwa kwenye viota vyao wakipumzika, ili panapokucha waanze shughuli ya kuvamia mashamba. Hata mifugo mingine ilikuwa ipo kimya. Maeneo ya shambani kwa mzee Masudi anaonekana Halima akiwa anazunguka katikati ya shamba. Alikuwa ni mtu ambaye ana nywele ndefu, nguo zilizofubaa, hata kucha zake zilikuwa ndefu. Mahala pale alizunguka kwa zaidi ya nusu saa, kisha aliacha na kukaa chini kwa muda. Alisimama tena kwa mara nyingine, halafu alizunguka tena, ila safari hii alizunguka mara 3. Ghafla alisikia sauti ikimuita, Halima, Halima, Halima. Sauti ile iliita mara 3, kisha ilikaa kimya bila hata kuitikia ile sauti. Halima alianza kunyoosha nyumbani kwa mzee Masudi. Alipofika, aliweka kituo katikati ya mlango, kisha aliitikia, Abe Chaupole. Ingawa aliitikia kwa sauti ya chini, ila aliweza kumwamsha Bi Chaupole ambaye alikuwa amelala na mumewe bila hata kumwamsha mume wake. Bi Chaupole alinyanyuka kitandani, kisha alitoka nje. Halima, unataka kunitia aibu hapa kijijini? Alisema huku akimwangalia Halima ambaye alionekana kuwa kama zezeta. Unataka nikuue, si ndio? Alisema Bi Chaupole. Hapana, ila na njaa, alizungumza Halima. Kelele, njaa hizo umefanya kazi gani? Kuna kazi ambayo umeifanya? Bi Chaupole alizungumza kwa ukali mno. Wakati yote yanaendelea, kumbe sauti zao zilimwamsha mzee Masudi ambaye alipoamka alinyata hadi dirishani, kisha alitega sikio lake vizuri. Kumbe Bi Chausiku alikwisha muona haraka. Alisema, naona umeamua kunifuatilia sasa. Unachokitafuta umekipata, kiziwi wewe. Baada ya kumaliza kusema hivyo, mzee Masudi hakusikia tena kitu ambacho kilikuwa kinaendelea mahala pale, na ndiyo ulikuwa mwanzo wa ukiziwi wake. Bi Chaupole alikuwa na hasira huku akimwangalia mzee Masudi ambaye alionekana kama ni mtu ambaye alikuwa anaongea vitu ambavyo vilikuwa havieleweki. Maskini shem kubwa alipewa mtihani wa mwanamke ambaye alikuwa ni mchawi, na siku hii alimdhihirishia kuwa yeye ni mchawi. Unasubiri nini hapo dirishani? Nenda ndani ukalale, alisema Bi Chaupole kwa sauti iliyojaa ukali, huku akiendelea kumwangalia mumewe ambaye alianza kuondoka. Sheikh Masudi alipiga hatua taratibu.
Alirudi kitandani na kujipumzisha. Mwili wake ulikuwa kama mtu ambaye alipigwa na ganzi. Hata hakuwa anajitambua yeye ni nani na yupo pale anafanya kitu gani. Nje bado kiza kiliendelea, tena kiliendelea kuwa kikubwa. Hata wananchi wengine ambao walikuwa majumbani walianza kushangaa imekuwaje kijiji kile kimepatwa na giza kubwa vile. Kila mmoja alitamani kutoka nje, lakini upepo mkali mithili ya kimbunga cha Jobo uliendelea kuvuma, hali ambayo ilisababisha sintofahamu mahali pale. Licha ya yote kuendelea, bado Bi Chaupole alikuwa anaongea na Halima ambaye ni mama wa Bakari. Nisikilize wewe, kila kitu kinachohusiana na wewe sasa hivi kinaendelea kufutika. Hakuna mwanakijiji ambaye atasubutu kutamka jina lako tena mbele yangu. Kuanzia leo utakuwa mfuasi wangu na utafanya kile ambacho sisi tumekuambia. Tuna furaha mno kuona mfanyakazi mkubwa kama wewe unaenda kutulimia mashamba yetu, alisema Bi Chaupole. Kisha alimgusa Halima kichwani. Kitendo cha kumgusa kichwani kilimfanya aanze kunyoosha njia ambayo hakujua anaelekea wapi. Huku Bi Chaupole alitoka nyuma, waliendelea kuongoza njia kuelekea kwenye nyumba ambazo zilikuwa mbele. Kona hapo kushoto, alisema Bi Chaupole kumwambia Halima, ambaye alifanya bila hata kupinga. Waliingia kwenye jumba ambalo lilionekana kuchakaa mno. Mazingira ya nje hayakuwa mazuri. Jumba hili lilionekana ndogo. Kama ungekuwa nje basi ungezani ilikuwa na vyumba visivyopungua viwili, lakini badala yake ukiingia ndani ilikuwa kama wameingia katika ikulu ya Marekani. Jumba kubwa lenye kila aina ya vitu vya thamani. Mapambo ya vitu vya dhahabu vilikuwa vinaning'inia katikati ya jumba hilo. Nyonde! Bi Chaupole aliita kwa sauti ya juu huku akiangalia kushoto na kulia. Kisha alizunguka kwa zaidi ya dakika 3. Baada ya hapo, nguo ambazo alikuwa amevaa zote zilidondoka chini na kuwa kama ambavyo alitoka tumboni mwa mama yake. Sauti yake ilienda kuwaamsha wachawi, tena wachawi wengine ambao walikuwa majumbani kwao. Nao waliposikia sauti ya Bi Chaupole walijua kabisa kuwa kila kitu kimeiva. Haraka walijisogeza katika jumba lile. Kila aliyefika aliita kwa kutamka neno Nyonde. Kisha alizunguka kwa zaidi ya dakika 3 ambapo nguo ambazo walikuwa wamevaa zilidondoka chini na kubakia mtu kama alivyozaliwa. Wote sasa walikuwa wamefika katika jumba lile ambalo kwa nje lilionekana kuwa kama kibanda, lakini kwa ndani ilikuwa ni jumba haswa, tena ya maana mno. Najua mnajua kinachoendelea hapa kijijini, alisema Bi Chaupole huku akiwaangalia wachawi wenzake ambao walikuwa wamekaa chini yake. Alisimama katikati yao. Kinachoendelea ni aibu mkuu, alisema mchawi mmoja ambaye alimwangalia Bi Chaupole. Kisha alirudisha macho kwa Bi Sijali ambaye alitingisha kichwa kuashiria kuwa anaungana naye. Yule mpuzi tumeshamzika. Ngoja niite aje hapa tumle nyama kabisa. Nzii! Bi Chaupole aliita mara 2. Makaburini ambapo wale wadudu walienda kumfukia Baba Bakari kulionekana kuanza kuota nyasi ndogo ambayo ghafla ilikuwa kubwa na eneo la kaburi liliweka ufa. Muda mchache mbele mchanga ulienda juu na mtu alitokea, na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Baba Bakari ambaye alitoka kwa umbo lake la awali kabla hata hajazika. Baada ya kufufuka aliingia kushoto na kulia, kisha alitega sikio lake vyema na sauti ya Bi Chaupole iliingia katika masikio yake. Taratibu alianza kuifuata ile sauti. Alitembelea hadi alipofika katika ile nyumba na kuingia ndani. Naona umekuja mwenyewe. Ururu, 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 Bi Chaupole alisema, kisha alipiga vigelegele huku akimsogelea Halima na kumshika sikio. Halima sasa akili yake ya kawaida ilirudi.
Baba Bakari, mwanangu yupo wapi? Aliuliza bila kujua Baba Bakari hana uwezo wa kuongea. Naongea na wewe, mwanangu yupo wapi? Aliuliza kwa mara ya pili. Wakati anaongea na Baba Bakari hakuangalia sehemu ambayo walikuwa wamekaa wachawi, ila alipogeuza macho yake aliona watu wakiwa uchi, huku sura zao zikiwa zinabadilika muda baada ya muda. Mama, nakufa! Mniache! Mniache! Alisema kwa sauti kubwa, huku akijaribu kurudi nyuma kwa uoga. Ndipo alianguka chini. Naomba mniache. Sijafanya kitu mimi. Sijafanya kitu chochote mimi. Alipiga kelele kwa mara nyingi, lakini wale wachawi hata hawakuwa na habari. Bi Chaupole ndiyo alienda kumpiga kichwani Baba Bakari, ambaye alirudi katika hali yake ya kawaida. Baba Bakari, tuondoke hapa, lilikuwa neno lake la kwanza kutamka baada ya kurejeshewa akili za kawaida. Haraka alimshika mkono na kuanza kukimbia. Bi Sijali alianza kutaka kuwakimbiza, ila walimzuia na wachawi wenzie. Bi Chaupole alisema wakifika hapo nje watarudi wenyewe. Wakisharudi wataenda kutuchukulia mtoto wa binti Swedi. Amejifungua mwezi uliopita. Tutamchezea kama mpira. Hawa tutawapa majembe wakalime huko mashambani kwetu. Manawia Swedi alikuwa ni binti wa mzee Swedi na ndiye aliyekuwa ametoka kujifungua siku si nyingi. Taarifa ya kujifungua kwake ilimfikia Bi Chaupole, naye aliamuru Baba Bakari pamoja na mkewe kwenda kumchukua kichanga ambaye alizaliwa. Baada ya kutoka nje, Baba Bakari na mke wake walianza kunyoosha kuelekea kwenye nyumba ya mzee Swedi, huku wakijificha ficha kwa kuhofia huenda watu watawaona. Kumbe walikuwa hawaonekani hata kidogo, kwa sababu walishapigwa dawa za kichawi. Halima, jifiche, alisema Baba Bakari baada ya kukaribia kwenye nyumba ya mzee Swedi. Najifichaje? Embo wahi kuchukua tuondoke, alisema Mama Bakari huku akielekea hadi mlangoni. Nyumba ya mzee Swedi ilikuwa ya udongo yenye vyumba vitatu, ambavyo kimoja alikuwa analala yeye na mke wake. Cha pili kilikuwa kinalaliwa na mtoto wake mdogo, na cha tatu kilikuwa kinalaliwa na Mwanawia pamoja na mumewe. Maisha yao hayakuwa mazuri, ndiyo maana hata mume wa Mwanamawia alipompa mimba mtoto wao walimkabidhi chumba, kwani yeye alikuwa ni mchunga mifugo katika kile kijiji ambaye hakuwa na sehemu ya kulala. Baada ya kufika mlangoni, Baba Bakari aligusa kitasa cha mlango, ila bila hata kufunguka walijikuta wapo kitandani ambako Mwanawia alikuwa amelala upande wa ukutani, mumewe upande wa pili, huku mtoto akiwa katikati. Wakati huo Mwanawia alikuwa ameanza kuamka, lakini Halima alimgusa katika kichwa chake na usingizi mzito ulimpitia. Mumewe ambaye alishalala fofofo hakujua ni jambo gani linaendelea mahali pale. Kwa usiku ule, mtoto wao alianza kulia baada ya kuona watu wawili, huku mmoja akiwa kwenye nguo za kutisha wamesimama karibu yake, lakini alizibwa mdomo, na muda huo huo mtoto alichukuliwa, kisha hao waliondoka naye. Basi upande wa pili waliendelea kumburuta Bakari kule polini. Nge waliendelea kumburuta Bakari kule polini bila hata kujali wapi walikuwa wanampitisha. Kwa muonekano wa nge wale, hata angelikuwa mpambanaji wa mieleka ama wa kusukuma magari, wasingeweza kuwazuia wasimbulute. Walikuwa wakubwa Misri ya nyoka aina ya chatu, ambapo eneo la mkia wao kulikuwa na pete ambazo zilikuwa zinatoa mwanga na ndio ulikuwa unawaongoza njia. Mdomoni kila mmoja alimshika Bakari huku akiendelea kumburuta kule polini. Niacheni, niacheni, alisema Bakari kwa sauti, ila hakuna ambaye alikuwa anamjibu. Ghafla ilisikika sauti kutoka nyuma ya walenge. Naomba mwacheni. Sauti hii haikuwa ya mtu mwingine, bali ni ya Bi Chaupole ambaye alikuwa anaonekana amekaa kwenye kiti cha enzi. Nge walimwachia Bakari, kisha
walitawanyika. Kila mmoja alienda kujificha polini. Hawakuweza kuonekana hata Bakari alipopeleka macho ili kuwatazama tena. Aliona kiza kizito kikiwa mbele yake. Kijana Bakari, naona unataka kujifanya wewe mtaalamu. Sasa basi, embo angalia hapa, Bi Chaupole alisema. Kisha alitengeneza kitu kama video upande wa kushoto. Kitu kile kilionyesha watu wakiwa wanalima mashamba ya watu. Tena walikuwa ni rika tofauti. Macho yake hayakuamini pindi yalipomuona baba yake na mama yake wakiwa kwenye lile kundi la watu. Na naomba uachie wazazi wangu, Bakari alisema kwa hasira, huku akijaribu kuamka pale chini na kumkimbilia Bi Chaupole. Lakini alizuiliwa na nguvu za watu ambao hata hakujua walitoka wapi. Naona unataka kujifanya wewe ni mkatili, si ndio? Unataka kujifanya wewe ni mjanja. Unajichosha bure. Na kuomba unisikilize. Naona damu yako ni nzuri, tena inafaa kabisa kuwa mfalme wa hichi kiti, alisema Bi Chaupole. Kisha alishuka katika kile kiti na kusimama chini. Alitanua miguu yake na kuweka uwasi katikati ya nyonga yake. Kisha alimwangalia Bakari na kumwambia, usalama wa maisha yako na wazazi wako yapo juu yako. Ukiweza kupita hapa katikati, basi utakuwa umewaokoa wazazi wako. Karibu sana, alisema. Kisha alimwangalia Bakari ambaye alijiandaa kufanya kama alivyoambiwa. Mwanawia alikuwa ameamka. Kila alipopapasa sehemu ambayo alikuwa mtoto wake amelala, aligusa shuka tupu. Moyo ulienda mbio kwa kasi isiyo ya kawaida. Haraka alimwamsha mume wake. Baba Siku, wewe, embu amka. Mumewe alijigeuza upande wa pili na kuendelea kulala. Baba Siku, amka. Siku hayupo. Sauti ya pili ilimwamsha mume wake. Siku kaenda wapi mume wangu? Aliuliza Mwanawia. Si alikuwa hapa kalala ama? Ndiyo, alikuwa hapa, ila hayupo, alisema Mwanawia, huku akijaribu kushuka na kuangalia uvunguni mwa kitanda chao. Hakubahatika kumwona mtoto wao. Baba we! Siku alimuita baba yake, huku akiamini kuwa huenda walikuja kumchukua mtoto. Naam mama Siku. Vipi, mbona usiku? Baba yake aliitikia na kuuliza swali. Siku mponaye huko? Aliuliza. Hapana, kwani vipi? Siku ayu? Mwanawia alianza kujibu, ila kabla hajamaliza alistusha na sauti ya mtoto wake ambayo ilikuwa inatoka juu ya paa kwenye usawa wa kitanda chao. Pindi alipoangalia juu, walimuona mtoto akishushwa hadi kitandani. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri ya Maiti ya Mama Isizikwe. Tumeona Mama Bakari ameshakuwa msukule, huku Baba Bakari akiwa msukule, lakini kuna huyu Mwanawia ambaye alikuwa ametoka kujifungua. Mtoto wake alichukuliwa, lakini ghafla ameletwa. Je, ameletwa kwa usalama? Na je, Bakari ambaye yupo kule Nange akiambiwa kuwa kiti cha enzi kinamfaa, je, ni nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Kaa hapo hapo katika simulizi hii na chaneli hii ya Simulizi TZ. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Simulizi imeandikwa na Bwana Sam Darfur na kuletwa kwenu na mimi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.